Messages zilikuwa ni nyingi sana msikilizaji, kuhusiana na Herdi Souza yuko wapi, Silent Killer yuko wapi. Of course wengi mnaelewa story zake jinsi ambavyo zinavutia sana, hasa story za maisha pamoja na mahusiano, story fulani kali sana. Na hii leo bwana ameamua kuja na huu mzigo wa kuitwa Ndoa ya Zailisa. Bwana anatuambia kwamba katika safari ya maisha kila mtu anapambana na changamoto zake, lakini si kila mmoja hujua ni nani wa kumwamini. Zainabu, mwanamke aliyepitia misukosuko mingi, anajaribu kujenga maisha mapya na mume wake ambaye ni Dula baada ya dhoruba ndoa yao. Wakati upendo wao ukianza kuchanua tena, si unajua kuna ile kugombana alafu mnaanza tena kupendana kwa mara nyingine baada ya kusameana Sasa wakati upendo wao ukianza kuchanua tena, Juju, binti wa mfanyabiashara tajiri, anaweka mipango ya kumshawishi Dula huku akitumia kila njia ili kumpata. Wakati huo huo kuna mwamba anaitwa Haji aliyepoteza kazi na ndoa yake kwa mwanadada Rushaina, anaamua kuingia kwenye vita dhidi ya Dula ili kumpata Zainabu. Lakini wakati huo huo kuna mtu anaitwa Lea. Huyu ni mwongozaji wa filamu mwenye tamaa na hila. Anajaribu kutumia ushawishi wake kupata kila anachotaka ili aweze kummiliki Dula na kuwa mume wake, lakini anakutana na upinzani mkali. Katika mchanganyiko huu wa mapenzi, tamaa, usaliti na ulaghai, kila mmoja anatafuta njia ya kufanikisha lengo lake. Lakini je, ni nani atapata kile anachotamani? Je, mapenzi ya kweli yatahimili vishindo vya tamaa na ushawishi wa nje? Msikilizaji, ungana nami kuanzia dakika hii, twende wote sambamba katika huu mzigo mtamu sana wa Ndoa ya Zailisa, mzigo ambao umeandaliwa na kuandikwa na watunzi wawili mashuhuri sana ambao ni Herdi Souza pamoja na Sam Dafu. Hawa wote wawili naamini unafahamu bala lao. Langu jina ni Lucas Lumbasi na msikilizaji niwe hapo msikilizaji. Sasa bwana, maeneo ya Kisuma Bar pande za Tabata, ni ndani ya baa moja maarufu ipatikanayo maeneo ya Tabata, Dar es Salaam. Moja kati ya meza zilizopo pale ndani kulikuwa na marafiki wawili ambao ni wasanii wa muziki nchini. Hawa watu ni Dula pamoja na Meja, ambao waliketi sasa wakichamba kozao na bia mbili tatu. Asa Meja akasema kwamba Dula haja anatoka na mke wako mwanangu. Ni maneno ya Meja kwenda kwa Dula wakiwa kwenye meza yenye vinywaji. Siku hiyo walikuwa na kikao kifupi tu kilichoanza majira saa 3 usiku, ambapo walijadili pia mambo kadhaa kuhusu muziki wao wa Singeli. Baada ya kumaliza ajenda za muziki wao, ndipo sasa wakahamia kwenye ajenda inayohusu ndoa na maisha kwa jumla. Wakati wenzao wakiruka majoka na kulisakata rumba, wao walitafakari maisha, mahaba, muziki na hatima ya safari yao. Wao ni marafiki wa muda mrefu walioshibana sana. Kila mmoja alimfahamu wenzake kwa majina halisi, tofauti na wengi waliowaita kwa majina ya sanaa. Abdalla Shabani Makabi, maarufu kama Dula Makabi, alikuwa na jina kubwa katika Singeli. Kila chochoro ilimtaja: Magomeni, Mapipa, Mikumi, Tandika, Mbagala, Mkwajuni, Manyanya huko. Pande zote hizo alizitawala kama mfalme wa mdundo na ladha. Kinondoni, Buza, Tabata hadi Mbezi, nyimbo zake zilihitimisha mijadala ya maskani na kurindima kwenye bodaboda. Pande za Twangoma, Kibada, Goba, Kivule huko hakukuwa na daladala, bajaji wala vibanda vya mamantilia visivyojua utamu wa mashairi yake. Dula hakuwa msanii tu, bali historia iliyo hai. Dula Makabi si msanii tu, ni mume wa mtu msikilizaji, baba mtarajiwa. Hakujua kazi nyingine zaidi ya kuandika muziki, kurekodi, kushuti video na kusubiri hiti yake pasuke. Jukwaa lilikuwa ofisi yake. Safari za ndani na nje ya nchi zilikuwa ni misheni yake ya kutafuta riziki. Aliheshimu kazi yake kama alivyomheshimu mkewe Zainabu, mrembo wa roho yake. Alimuita Zai, na pale aliposhikwa na mizuka mahaba alimuita Zailisa. Ndoa yao ya Kiislamu ilikuwa na miaka 2, lakini haikupita bila dhoruba. Waliwahi kutalakiana mara moja, talaka iliyotokana na simulizi ya maneno ya watu. Watu walinong'ona wakisema kwamba mkeo anakusaliti. Wengine walisema kwamba kila siku anachelewa kurudi nyumbani nini. Awali alijipa moyo. Alimwamini Zainabu, hasa kwa kuwa alikuwa ni mwigizaji. Aliposema anachelewa kwa sababu ya shooting, Dula alielewa. Lakini watu hawakuchoka
kuzungumza maneno yao. Walimtusi, wakamteta, wakamfanya jioni bwege. Mwanzo alimvumilia mke wake, lakini mwishowe shinikizo lilimzidi. Maneno yakamshinda, moyo wake ukalegea, akatamka talaka. Lakini cha kushangaza, wale waliomwambia mke wake si mwaminifu ndio hao waliorudi na kejeli, wakisema kwamba Dula, umefanya ujinga sana, unaachaje mwanamke mzuri kama huyo? Maneno yao yakamvuta kwenye toba, akajiona mjinga kweli kweli. Hatimaye akaenda kwa Zainabu, akaomba msamaha na akaomba warudi pamoja. Lakini safari ya kumrejesha haikuwa rahisi. Kwa hivyo si mara moja wala mbili Meja amempelekea maneno ya leo kwamba eti mke wake anatoka na Haji. Haji ni nani msikilizaji? Hebu ngoja nikueleze kwa ufupi kuhusu Haji. Huyu Haji bwana ni mfanyabiashara. Ni mfanyabiashara, mtangazaji wa zamani wa redio na television, na pia ni msemaji wa moja ya timu kubwa sana za mpira nchini. Lakini tofauti na kazi hiyo, Haji ni mtu maarufu mwenye nguvu kubwa sana, ushawishi mitandaoni. Instagram pekee ana wafuasi wengi kuliko Dula. Ulimi wake ulikuwa ni mungurumo wa simba dume. Akisema jambo, dunia ilikuwa tayari kuamini. Alibarikiwa na kipaji cha kuongea, mvuto wa kunasa mioyo ya watu na haiba ya kuaminika hata bila uthibitisho. Kwa kifupi, Haji alimzidi Dula kwa kila hali, kimafanikio, ushawishi na hata sifa za kijamii. Wiki 3 zilizopita, Meja alimletea Dula taarifa mpya. Meja alisema ya kwamba nimemwona Zainabu akichukuliwa na gari kila anapotoka location ya kushuti series yao mpya. Lakini hakukuwa na mtu mmoja tu aliyesema hayo msikilizaji. 4 kati ya watu wa karibu wa Dula walithibitisha jambo lile lile. Mke wake alikuwa akionekana na Haji mara kwa mara. Lakini Zainabu alikataa kila kitu. Alisimama imara, akikanusha kwa sauti isiyokuwa na shaka. Macho yake yaliwaka hasira za kutokuamini mashaka hayo. Taarifa iliyomuuma Dula zaidi ni hii ya kwamba Haji amekuwa na utaratibu wa kumfuata mkeo kila mara. Ukaribu wao sasa umepitiliza msikilizaji. Lakini hata hilo Zainabu alilikataa, na kwa mara nyingine Dula aliziba masikio. Alifumba macho, hakutaka kusikia tena. Alijua wapi alipoteleza mwanzo, na safari hii hakupanga kuachana na Zai kwa sababu ya maneno ya watu. Meja alimsisitizia Dula kwa uzito, akasema kwamba kama uniamini basi sawa, lakini ukweli ni huu: Haji anatumia jina lake kubwa kumnasa Zai. Kauli hiyo iligonga moja kwa moja kwenye moyo wa Dula, ikamwachia sumu ya wasiwasi. Dula alimtazama Meja kwa macho yenye mashaka, huku vidole vyake vikicheza kidevuni. Akamuuliza kwa sauti ya shaka ya kwamba wewe umejuaje? Meja akatikisa kichwa pole pole, uso wake ukiwa na uhakika wa mtu anayejua anachokisema. Meja akasema hawezi kuficha pembe la ng'ombe Dula. Wale watu ni wapenzi. Dula alijikuta akimeza mate mazito. Kichwa chake kilikuwa kimeanza kuzunguka kwa mawazo. Akatweta kidogo, alafu akavuta pumzi ndefu kabla kusema. Siamini bwana. Alikatisha sentensi yake, akabaki kimya kwa muda. Macho yake yalionyesha kuwa na mawazo mazito ambayo yalikuwa yanapita kichwani mwake. Na baada ya sekunde chache alikuna paji la uso na kusema kwa sauti nzito, anyway, nitaongea na Lea, mke wangu atoke kabisa kwenye series hiyo. Sioni haja yeye kuendelea kuigiza kama mambo yenyewe ndo haya. Meja alishusha pumzi ndefu, kisha akamtazama Dula kwa macho yaliyojaa huruma. Meja akasema kwamba no, sio rahisi kuendesha maisha kwenye hili jiji bila kazi. Alisema hivyo Meja kwa upole, akimtazama rafiki yake kwa makini. Dula alinua uso wake ghafla, akamkodolea macho Meja kwa ukali. Unamaanisha nini yani? Unataka Zai endelee kuigiza ili iwe rahisi kwa Haji kumnyakua ama? Meja akatikisa kichwa taratibu, kisha akasema kwamba mwache endelee kuigiza. Maneno hayo alimpasua Dula moyo. Meja, yani series inafanya hadi watu wamuone mke wangu na kumtamani. Sasa kwa nini endelee? Meja akatikisa kichwa kwa upole, kisha akatoa kauli yake maarufu kwamba mbaya hiyo. Dula alikuna paji lake la uso kwa vidole vyake viwili. Alijua rafiki yake hayupo upande wake. Alihamaki, akataka kumjibu, lakini kabla hajafungua mdomo wake, Meja alimtazama kwa umakini na kusema kwamba Dula,
Huoni kama hapata kuwa na maelewano kati yako na mkeo Na hata Lea pia. Unapaswa kukumbuka nyote mnatafuta ugali Wewe kwa mziki, yeye kwa uigizaji. Nini cha kufanya sasa? Kaa na mkeo, ongea naye, mwambie tabia hii haikufai na umueleze unavyojisikia. Lisemalo lipo kaka, na kama alipo basi laja. Dula aliguna kwa uchungu. Meja, nahisi kuchanganyikiwa ese. Mwezio na data. Mke wangu nampenda sana kuliko kawaida. Unafikiri ni jambo dogo kuona kuna boya tu linakuja tu na kumtaka waziwazi? Meja alimkazia macho, kisha akavuta kinywaji chake taratibu kabla kumwambia. Alimwambia kwamba najua unachopitia, lakini nakuambia hili kwa mara ya mwisho kaka. Wana safari ya Oman na sio kazi tu. Kuna bata huko ndani, unalijua hilo? Dula alihisi moyo wake umepigwa na shoti ya umeme. Mapigo ya moyo wake alianza kwenda mbio. Mwanaume alimuuliza Meja kwa mshtuko kwamba umesema nini? Safari ya wapi? Meja alimtazama kwa macho makini, kisha akainamisha kichwa kidogo akasema ni safari ya Oman. Msikilizaji, ukweli ni kwamba Dula hakuwa anajua lolote kuhusu safari hiyo, japokuwa aliwahi kumsikia Zai akiongea na simu na shoga yake akitaja mipango ya kusafiri nje ya nchi na timu yao ya filamu. Zai alidai kuwa safari hiyo ilikuwa ni ya kujifunza sanaa na kwamba kampuni iligharamia kila kitu, lakini hakutaja nchi gani. Taarifa aliyosikia kutoka kwa Meja ilimchoma kama kisu cha moto. Akamwangalia Meja kwa macho yaliyobadilika. Meja, hizi habari umezipata wapi? Meja akatikisa kichwa pole pole. Akanyanyua kinywaji chake kisha akasema kwa upole ya kwamba mbaya hiyo. Dula alimpiga jicho kali. Kaka, mbaya hiyo. Wewe endelea kunitazama. Man, niko serious. Hizi habari umepata wapi? Meja alicheka kwa upole tena, lakini sauti yake ilikuwa nzito. Dula, tatizo lako kwani hujawahi kuniamini? Ila usije kusema kwamba mimi sikukwambia. Chukua hatua mapema kaka. Meja aliongea kisha akavuta chupa yake ya pombe, akaweka kwa pani na kuondoka kwa hatua zinazorandana na ulevi wake. Dula alimtazama Meja kwa macho yaliyojaa mchanganyiko wa hasira, hofu na wasiwasi. Alimfuatilia kwa macho hadi Meja alipotoka nje ya baa, halafu akapumua kwa nguvu. Akatoa simu yake mfukoni na kutazama saa. Ilikuwa ni saa 6 usiku. Muda wa yeye kuwa nyumbani. Akachukua hatua za haraka kukusanya vitu vyake, lakini kabla hajapiga hatua ya kuondoka, simu yake iliita. Alipoangalia kioo, jina la mpigaji lilionekana wazi, ni Zai. Haraka alipokea. Sauti nyororo ya mke wake ilipenya moja kwa moja masikioni mwake kiuliza kwamba upo wapi? Dula alivuta pumzi ndefu kisha akaitoa kwa uzito na akasema kwamba ndo narudi nyumbani sasa hivi. Zai kwa pole akasema take care, tayari ni usiku, hakikisha unaendesha gari ukiwa umevaa mkanda. Zai alisema hivyo kwa pole. Dula alijaribu kusema jambo lakini kabla hajamaliza simu ilikata. Akabaki akitazama kioo cha simu yake kwa muda mfupi. Akili yake ikiwa sasa imesheheni mawazo mazito. Alijua usiku huu usingekuwa rahisi. Mbavu zake zilitanuka, akavuta pumzi ndefu kana kwamba akijaribu kukusanya nguvu. Sekunde moja baadaye, alishusha pumzi kwa kasi, kifua chake kikipungua ukubwa. Alitazama simu yake tena, ujumbe ule ule ukimsisitiza kurudi nyumbani haraka. Bila kusita alielekea kwenye gari lake, akapanda na kuanza safari. Sasa ilipofika saa 7 usiku, hatimaye alifika nyumbani kwake. Nyumba yao ya kifahari iliyopo Ukonga ilikuwa tulivu. Nyumba hii ilikuwa kimbilio lao wawili tu, yeye na mkewe. Dula alifungua geti kwa kutumia remote, akaingiza gari ndani na kulisimamisha mahali pake. Alishika funguo mkononi na kutembea kuelekea mlangoni. Alipofungua mlango, alikutana na macho ya Zainabu. Macho hayo yalionekana kutafuta kitu, uhakika, upendo au labda majibu. Kwa nini unapenda sana kurudi nyumbani usiku jamani mume wangu? Sauti yake nyororo ilipenya masikioni mwa Dula. Hakujibu mara moja. Alimkazia macho akitafakari swali lake. Unajua kabisa niko peke yangu baba, lakini nachelewa kurudi kweli baby. Nilikuwa nina kikao tu na Meja. Dula alijibu huku sasa akirekebisha tai yake. Unataka kufanya naye kazi nyingine? Hapana, tulikuwa tunazungumza mambo yetu tu kama wanaume. Mambo yenu? Yeah. Okay, nataka kujua umekula. Zainabu aliuliza huku akimsogelea.
Viganja vyake vikagusana na viganja vya mumewe. Dula alihisi mshangao. Mwanamke huyu mbele yake ndiye yule yule aliyesikia tetesi za usaliti wake. Angeweza vipi kuwa mpole kiasi hiki? Nisamehe mke wangu, hii ndo mara yangu ya mwisho kuchelewa, Dula aliongea kwa unyenyekevu. Asa Zainabu alimtazama Dula kisha akamwambia kwamba unaniweka roho juu sana Dula. Unajua kabisa mimi nakumisi sana mume wangu, na misa na ule Dula wa zamani aliyekuwa ananisaidia jikoni, ananipeleka sinema, ananilisha chakula. Kikweli mimi nakumisi sana mume wangu. Zainabu alizungumza maneno hayo kwa sauti ya unyonge sana. Dula akamsogelea mke wake kisha akamkumbatia kwa mahaba na kumwambia kwamba mke wangu, nakuomba nisamehe, hili halitojirudia tena na kuahidi mama. Basi Dula aliongea kwa unyenyekevu huku sasa akizidi kumkumbatia mke wake. Zainabu alifungua mdomo kwa mara nyingine na kusema kwamba nakupenda sana mume wangu. Ndio maana sipendi urudi usiku. Nataka uje nyumbani salama uwe na mimi. Nakupenda pia mke wangu na nitafanya hivyo za lisangu. Dula alimwahidi mke wake kisha akambusu kwa mahaba kwenye paji la uso. Tabasamu la mvuto likaonekana kwenye uso wa Zainabu. Hivi uliniuliza kama nimekula Yeah. Hapana sijala. Kwa nini? Nitaka nije kula na wewe mke wangu. Kwanza mimi hata sijala mume wangu. Hujala? Kwa nini sasa? Mimi nilikuwa nakusubiri wewe. Oh, kweli? Yaani hujala mpaka muda huu? Sasa mimi ningewezaje bila uwepo wako? Mimi nimezoea kila nikila unanitazama usoni na kusema mimi ni mzuri. Dula alihisi moyo wake ukichangamka kufuatia maneno ya Zainabu. Ila ni muda mrefu sana umepita tangu tule pamoja mke wangu ndio maana leo nimeamua kukusubiria mume wangu. Baada ya mazungumzo hayo wakashikana mikono na kuingia chumbani. Walibadilisha nguo kisha wakaelekea bafuni kuoga. Baada ya muda mrefu kupita tangu wafanye hivyo, na hatimaye hii leo imejirudia tena kuoga kwa pamoja. Basi bwana, majira ya saa 8 usiku, mwanaume wa takriban miaka 45 alikuwa amekaa ndani ya gari, macho yake yakikodoa gizani. Pembeni yake kulikuwa kuna mwanamke aliyekadiriwa kuwa na miaka 40, alionekana kutafakari kwa kina. Nje giza nene lilitawala likiashiria kuwa eneo hilo halikuwa na umeme. Hata hivyo, hilo halikuwapa kipengele kwa kuwa walikuwa kwenye mazungumzo yasiyohitaji mwanga. Hawa watu msikilizaji ni Haji na Lea, ndio watu waliokuwa eneo hilo kwa ajili ya mazungumzo. Mwanaume aliuliza kwa sauti yenye mchanganyiko wa hamasa na shaka ya kwamba unanisaidiaje? Alimtazama mwanamke huyo ambaye kidole chake cha shahada kilitoa juu ya mdomo wake akikipiga kwa mpangilio wa mtu anayejizuia kusema jambo. Yule mwanaume akaendelea kuongea akasema ya kwamba namtaka huyu manzi, nisaidie Lea. Alitamka kwa msisitizo huku macho yake akimtazama mwanamke huyo aliyefahamika kwa jina la Lea. Kimya kilitawala likiwa na uzito wa shaka iliyojificha ndani yake. Haji alitaka kuzungumza tena, lakini kabla hajafungua mdomo wake, Lea akaita taratibu. Haji akaitika akisema ya kwamba niambie Lea. Lea alisema kwamba kuna wakati nahisi hatia hii itarudi kwangu. Yaani unamaanisha nini Lea? Yaani naona kama nitamkosea na pia ni kama nitaikosea nafsi yangu. Lea bwana, mimi na wewe tumetoka mbali bwana. Na unajua hilo. Sasa unashindaje kufanya hili? Kipi kinakushinda ukamilisha kazi yangu? Sio kwamba siwezi kufanya. Hapana, naweza sana. Ila Zainabu amekuwa na msimamo sana. Msimamo sio chochote mbele ya pesa Lea. Wewe mweleze tu ni jinsi gani mimi nampenda. Mweleze bwana. Mweleze mimi nimepanga nini juu yake. Haji, na mwelezaje sasa wakati hanipi hata nafasi ya kusikia chochote kuhusu wewe? Lea alijibu hivyo, kisha akakaa kimya kwa muda mfupi. Macho yake yakasafiri mpaka kwenye simu yake. Aliwasha na kutazama saa. Tayari ilikuwa ni saa 8 na dakika 40 usiku. Alirudisha simu yake kwenye mkoba kisha akamtazama Haji. Hapa sasa nadhani wewe kaa na mke wako. Ndoa yako ni muhimu zaidi Haji kuliko kuivunja ndoa ya Dula. Mimi sioni sababu ya wewe kumtaka Zainabu. No bwana, no Lea. Ndoa yangu inawaka moto. Rushani amebadilika sana.
Namtaka Zainabu ili nimzibe mdomo na awe mtu wa kunituliza pale ninapohisi kuchoka. Unaelewa hali yangu bwana. Mwanamke mmoja nitoshi mimi bwana. Vipi bwana? Kwa hiyo unataka nini Haji? Lea aliuliza kwa msisitizo akimkazia macho. Haji hakujibu. Badala yake alizamisha macho kwenye simu yake na kuanza kugusa kioo kwa kidole gumba, akituma ujumbe, kisha akasema taratibu ya kwamba 10 million ipo kwa ajili yako Lea, kama ukifanikisha mpango wa mimi kumpata Zainabu. Lea akauliza, je, nisipofanikisha? Haji akajibu kwamba sidhani kama utashindwa Lea. Basi Lea akavuta pumzi ndefu, kisha akatupa macho nje kwa muda. Alionekana kupima jambo fulani ndani ya akili yake kabla ya kurudi kumwangalia Haji. Kuna muda unajua nawaza huenda akaacha kabisa kuigiza kama nitaendelea kumsumbua. Haji alitabasamu kisha kwa dharau akasema kwamba wewe ndio director wa hii series. Na hii ni sehemu ya waigizaji wanaopendwa zaidi. Unadhani itakuwa rahisi kwake kuondoka? Never bwana. Haji aliongea kwa sauti ya msisitizo. Basi kimya kilipita kwa sekunde 20. Lea alifikiria kwa muda kidogo, kisha akashusha pumzi na kusema kwa sauti ya kwamba okay, nitafanya kazi yako Haji. Have a good night. Lea alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akafungua mlango wa gari na kutokomea gizani. Jua lilikuwa limechomoza na asubuhi ilikuwa imewadia. Mnamo majira ya saa 4, ofisi ya Lea iliyopo karibu na hoteli ya Dongsing China Garden ilikuwa tulivu sana. Mlango ulifunguliwa kisha mwanamke mmoja akaingia. Hakuwa mwingine bali ni Zainabu, aliyeitikia wito wa bosi wake Lea. Lea alikuwa ameketi kwenye kiti cha kuzunguka huku sasa akichezea kompyuta yake mezani. Baada ya Zainabu kuingia ndani, akavuta kiti na ukaa. Zainabu alisema kwamba nimefika boss. Aliongea huku sasa akimtazama Lea ambaye bado alikuwa busy na kompyuta yake. Kauli ya Zainabu ikamfanya Lea ainue macho na kumtazama Zainabu. Lea alimuuliza kwamba umefikia wapi? Lea alimuuliza hivyo Zainabu na kufanya kimya kitawale kwa sekunde kadhaa. Zainabu hakusema neno lolote zaidi ya kupiga kimya. Ni wazi kabisa hakuwa tayari kwa mazungumzo yale. Basi Lea alisema ya kwamba Zai, nataka kujua kuhusu Haji. Zainabu akajibu ya kwamba lakini director, mbona tulishaongea kuhusu hili na nilikujibu? Kwa hiyo bado wewe msimamo wako ni ule ule ama? Yeah, of course. Mimi sina jibu lingine zaidi ya kusema siko tayari. Zai. Hivi unataka nikuondoe, si ndio? Lea aliongea kwa kukaza maneno huku akimtazama Zainabu kwa macho makali kama ya bundi. Director, mbona unataka kunisababisha matatizo katika ndoa yangu? Hivi si unajua mimi nimeolewa? Zainabu aliongea kwa sauti ya ukakamavu ila iliyojaa hofu. Wewe Zai, naomba unisikilize. Wenzako wote waliokuwa kwenye series hii na hata ile iliyopita walikuwa kama wewe. Nikawaambia ukweli kuwa hawawezi kufanikiwa katika sanaa ikiwa watashindwa kujiongeza. Najua leo director, ndio maana naweka juhudi zangu zote kwenye kazi, lakini kwa nini unataka niwe na mambo mengine nje ya kazi yangu? Wewe. Kwa hiyo unahitaji skendo ama kashfa ili uzidi kuwa maarufu, si ndio? Skendo ndo zinafanya watu wengi wakufuatilie. Na hapo sasa utapata mikataba ya matangazo kutoka kwenye makampuni mbalimbali. Kumbuka makampuni yanawapa madili watu wenye wafuasi wengi mitandaoni, kwa sababu wanajua kuwa watu wananunua bidhaa kwa ushawishi wa wale wanaowafuatilia. Sasa kama hauna kashfa yoyote, unadhani nani atakufuatilia? Kwa hiyo director, unamaanisha kwamba ni natakiwa kuingia kwenye skendo? Sio lazima iwe hivyo. Lakini Haji anakupenda zaidi na anaweza kukuinua na kukufanya uwe maarufu kuliko dola. Watu wanashiriki kwenye hizi tamthilia si kwa ajili ya kuonekana kwenye TV pekee, bali wanataka pia kupata fursa za kupiga pesa za makampuni. Sasa hebu niambia hapa mwenyewe kabisa. Naomba nieleze kweli kabisa, kama uwezi kufanya ninachokitaka, basi nieleze kweli nitafute mtu mwingine. Lea alitema nyongo mbele ya Zainabu. Zainabu alimtazama Lea kwa muda, akitafakari hatima ya ndoa yake na kazi yake. Machozi alimdondoka bila kujizuia. Mwili wake ulikuwa unatetemeka kuliko kawaida. Lea alimuuliza Zainabu ya kwamba unaamua nini? Zai alikaa kimya huku sasa akitazama chini. Lea akaendelea kuongea akasema ya kwamba sikiza Zainabu. Unamwona Juju? Unamwona Juju? Ana akili na maarifa ya kujua anachotakiwa kufanya ili asonge mbele. Kama huwezi kufanya hili,
Basi niambie nimpe nafasi yako. Zai akainua kichwa chini kisha akamjibu Lea kwa kumwambia kwamba director, kwa sasa bado nahitajika muda zaidi wa kufikiria. Zai aliongea kwa sauti dhaifu. Lea akasema kwamba unataka muda wa kufikiria tena? Nimekupa muda wa kutosha sana Zai. Kwa hiyo leo nataka jibu. Director, kumbuka hili swala linahusu maisha yangu kwa ujumla. Ikiwa nitafanya uamuzi mbaya basi nitagharimu maisha yangu. Nahitaji muda kufikiria kwa makini. Lea alitabasamu kwa dharau kisha akatikisa kichwa. Akasema kwamba najua, lakini nataka jibu leo. Kwa sasa huna muda wa kufikiria tena, hivyo nipatie jibu lako. Zainabu alimeza mate kwa uchungu huku sasa akihisi dunia inazunguka kichwani mwake. Alijua wazi kama atafanya uamuzi mbaya basi atagharimu maisha yake kwa jumla. Lakini sasa, je, alikuwa tayari kulipa gharama hiyo? Zai aliwaza na kuwazua kuhusu kauli ya Lea, kisha akafungua kinywa chake na kujibu kwamba no thank you. Hili ndilo lilikuwa ni jibu la Zai kwenda kwa Lea. Baada ya kutoa jibu hilo, Zai akainuka kwenye kiti na kutoka ofisini. Alimwacha Lea akiwa katika mshangao, maana hakuamini kama Zai alikuwa tayari kuacha kuendelea kuigiza kwa sababu ya kulinda ndoa yake. Lea alichukia sana, jambo ambalo lilimfanya kunyanyua simu yake na kupiga namba fulani. Akasema kwamba njoo ofisini. Alikata simu huku sasa uso wake ukionekana kupoteza nuru. Kiza kilitanda kwenye uso wake huku hasira zikimtafuna. Basi Lea alijiongelesha akasema kwamba hivi anadhani hakuna mtu anayefaa katika nafasi yake, anajidanganya sana. Lea alijiongelesha hivyo peke yake kwa sauti akimkosoa Zainabu. Asa Zai aliteremka ngazi taratibu kuelekea mapokezi. Njiani alipishana na Juju ambaye alikuwa akielekea ofisini kwa bosi alikotoka. Basi Juju alimsalimia Zainabu pale. Zai alitaka kupuuzia salamu ile lakini nafsi kamsuta, hivyo akajibu tu ya kwamba hai tu. Juju akauliza yupo? Zai akajibu ya. Basi Juju alipandisha ngazi haraka haraka kuelekea ofisini. Akiwa anaendelea kupandisha ngazi akasita kidogo baada ya kichwani mwake kupatwa na taswira ya Zainabu. Alianza kuhisi huenda Zai hakuwa sawa kutokana na muonekano wake. Alitaka kugeuka ili amuulize lakini aliona kufanya hivyo ni kujishobokesha tu, maana hawakuwa na urafiki wote. Basi Juju akaendelea na safari yake kuelekea gorofani ilipo ofisi ya Lea ambaye ni mwongozaji wa filamu. Zainabu alibaki akimsindikiza kwa jicho Juju, maana alishahisi ameitwa pale ofisini kwa lengo la kuchukua nafasi yake. Roho ilimuumiza sana Zainabu. Hata alipokuwa ndani ya gari bado aliendelea kuwaza kuhusu uamuzi wake. Alijiona mjinga kupoteza nafasi yake ya kuigiza chini ya kampuni bora ya filamu nchini, kampuni ya Labata Village. Lakini hakuwa na namna, maana hakuwa tayari kuuza mwili wake ili tu aendelee kuigiza. Jioni ilipofika, moyo wake ulikumbana na maumivu makali baada ya kuona taarifa mitandaoni kuhusu nafasi yake kuchukuliwa na mtu mwingine. Hasa muda huo alikuwa na mume wake ambaye ni Dula, wakichezea tu simu kwa kuperuzi nini mitandaoni, na ndipo akakutana na taarifa hiyo kwamba uongozi wa Labata Film Production umefikia makubaliano na mwigizaji Juju Libson Muhani kushiriki katika series yetu ya Jua la Mchana, akichukua nafasi ya Zailisa ambaye tayari anajiona maarufu zaidi ya Beyonce ama Kim Kardashian. Msikilizaji, taarifa hiyo ilimpasua moyo Zai kwa marefu na mapana. Sikwani Lea amekuwa mtu mbaya kwangu. Yaani lipi baya ambalo mimi nimemtendea? Siamini kama mamua hili. Siwezi kuamini. Zai lalamika huku sasa machozi yakimtoka. Basi Dula alimuuliza kwamba kwani imekuaje? Lea ananichukia tu bila sababu, yaani sijui hata kwa nini. Huenda ameona hufai katika hii series ndio maana imekuwa hivyo. Lakini usijali mke wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi naanza kumchukia Lea. Namchukia sana walai. Wife, tulia, sawa? Usilani mtu bwana. Mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa. Kumbuka kampuni nyingi zinatafuta uigizaji na una kipaji kikubwa sana mke wangu. Yaani mimi ndoto zangu zote zimekufa. Yaani nimepoteza kila kitu mume wangu. Tukio hilo lilimfanya Zai apoteze matumaini katika maisha yake ya sanaa. Mtoto wa kike akahisi giza zito limetanda kwenye safari yake ya uigizaji. Wiki 3 zilipita lakini bado hakuwa sawa kiakili. Alikutana na washauri wengi akiwemo mama yake mzazi
aliyemuita na kumwambia kwamba mwanangu, kitu pekee kinachoweza kukuvusha kwenye nyakati ngumu ni kumwomba Mungu tu. Kumbuka kumtii na kumwabudu yeye kila wakati. Basi kauli ya mama yake ilimwamsha upya Zainabu. Alianza kuswali usiku wa manane akimlilia Mungu wake, lakini kimya chake kiliwapa nafasi maadui zake. Lea na Haji walipanga njama za kumchafua na kuharibu ndoa yake ili waweze kumteka mazima. Sasa mara baada ya Lea kumtambulisha Juju kama msanii wake mpya, siku mbili zilizofuata akaenda kwenye moja ya redio kubwa nchini kufanya mahojiano. Mazungumzo yake siku hiyo yalijaa kejeli na matusi juu ya Zainabu. Basi mtangazaji aliuliza ya kwamba, je, unahisi nafasi ya Zai itatendewa haki na Juju? Lea akajibu, why not? Yaani nani hadi pengo lake lisizibwe Yeye ni Yesu au Muhammad? Basi mtangazaji akasema ya kwamba watu wanadai kuwa Juju anafaa kwa sini za uchekeshaji na ucharuko, lakini sio za mapenzi na mahaba. Je, unaweza kumrudisha Zailisa? Lea alicheka akasema, never. Siwezi kumrudisha mwanamke malaya na mlevi kwenye kazi inayohitaji uadilifu. Basi mtangazaji akasema kwamba kwa hiyo sababu ya kumtoa ilikuwa ni umalaya na ulevi, si ndio? Lea akajibu, ya, hiyo ndio sababu. Ni lazima mashabiki wetu wajue ukweli ili kuepusha lawama kwa kampuni. Ukweli ni kwamba Zai alikuwa anakuja location na wanaume tofauti. Kuna siku tulianza kushoot, ghafla tu akapokea simu kisha akapotea. Tena mara nyingine anakuja akiwa amelewa. Mtu kama huyo ungemruhusu kuendelea na project yako kweli? Msikilizaji, aisee, mahojiano hayo yalimliza sana Zainabu. Mitandaoni kulijaa matusi na kejeli kutoka kwa mashabiki wake. Mtoto wa kike aliumia mno, na kwa wakati huo Dula alikuwa mkoani Katavi akitumbuiza kwenye show. Baada ya Dula kupata zile habari, alimpigia simu mke wake akamuuliza kwamba, Zai, hiki ni nini mke wangu? Dula aliuliza kwa hasira na mshangao. Zai akajibu kwamba, unajua kabisa sijawahi kukusaliti hata siku na moja mume wangu. Kwa hiyo nini sasa kinaendelea? Mbona sasa sielewi? Mwenye sijui hata Dulani. Sijui kweli mume wangu, kikweli wananishangaza tu. Maneno hayo yaliambatana na kilio cha kwikwi. Upande wa pili Dula alishindwa kuzungumza chochote, badala yake akakata simu kwa uchungu. Kile kitendo kilimuumiza sana Zainabu na kumweka njia panda asijue mume wake anawaza nini. Kwa hakika mtoto wa kike alikuwa kwenye hatima ngumu sana. Hatima ambayo ni yeye pekee na Mwenyezi Mungu ndo alikuwa anajua uhalisia wa yale yaliyoendelea. Kwa namna fulani hivi alivyokuwa anampenda mume wake, akaanza kuhisi dunia inazunguka kwenye kichwa chake kufuatia ile kashfa. Je, mtoto wa kike atafanikiwa kujinasua kwenye hiyo kashfa nzito? Tunasonga mbele msikilizaji. Kwa hakika hiyo ilikuwa ni moja ya siku mbaya zaidi katika maisha ya Zai. Hakuna kilichoweza kutoka mdomoni mwake zaidi ya vilio vilivyomsonga kifuani kama mzigo mzito usiobebeka. Machozi yatiririka bila idhini, na kila pumzi aliyovuta ilikuwa na uchungu wa maumivu yasiyoimilika. Alijifungia chumbani kwa muda mrefu akitafakari hatima yake. Afu mbaya zaidi, kampuni aliyokuwa akifanya nayo kazi kama balozi wa bidhaa zao tayari ilishamtumia ujumbe wa kumtishia kuvunja naye mkataba kama hatajitokeza hadharani ndani ya masaa 48 na kukanusha ule uvumi unaoendelea. Zai alitamani kupaza sauti na kukanusha yale yaliyosemwa na Lea, lakini je, ni nani angemuelewa? Nani angemuamini wakati aliyesambaza habari ni mtu wake wa karibu? Swali hili lilimtesa sana Zai na kumfanya azidi kupoteza matumaini. Kichwa chake kilizidi kuwaka moto kwa msongo mzito wa mawazo. Sasa Jumatatu ilipoadia, Dula alirejea Dar es Salaam akiwa na hasira tele moyoni. Alipotoa tu hakutaka kupoteza muda. Alimtafuta rafiki yake wa karibu ambaye ni Meja, ambaye alikuwa mshauri wake mkuu katika maisha na kazi. Walipokutana, mazungumzo yao yalikuwa ni makali sana. Sasa Meja alisema kwamba, Dula, nilikwambia mwanangu Zainabu anatoka na Haji lakini ukanibishia. Mademu waagizaji mwanangu ni malaya sana mwanangu, sio wakoa. Meja aliongeza kwa msisitizo, huku sasa akimpiga Dula begani. Dula alikuwa anatokwa na machozi ya uchungu kwenye mboni zake. Mwanaume akafuta kwa kiganja chake kisha akasema kwamba, man, mimi nampenda sana mke wangu ese. Kikweli siwezi kuamini kama amenifanyia hivi. Dula, mbaya hiyo Dula. Naumia mwanangu. Meja naumia kinoma. Natamani hata kumpiga risasi ili afe tu. Meja alitikisa kichwa kwa huzuni kisha akasema kwamba wanawake sio wa kuamini hata kidogo bro. Nimekuambia mara nyingi sana man, ila hukutaka kunielewa. Meja aliongea kisha aliwasha sigara. Dula yeye akabaki amejinamia tu huku akijisemea kwa sauti ya kwamba mimi sio mtu wa starehe, sio mtu wa michepuko.
Napambana kwa usiku na mchana ili mke wangu aishi maisha bora, ale na kuvaa anachokitaka, lakini haya ndio malipo yake. Kama tatizo ni pesa, mbona namtimizia kila kitu? Hapana, lazima nifanye kikao cha wazi na mke wangu ili nijue mbivu na mbichi. Meja alitikisa kichwa kwa msisitizo, kisha akasema kwamba hakuna haja ya kikao Mani. Hapo andika tu talaka kisha unamwacha shwa. Hilo ndio litakupa amani kaka. Basi Dula alitafakari maneno ya Meja kwa muda, kisha akajibu kwamba hapana, ni lazima nimshirikishe ama niwashirikishe wazee kwanza ili wajue sababu ya kumwandikia talaka mke wangu. Sasa Meja alikenua meno tu kwa dharau. Akamwambia kwamba sawa mwanangu, lakini fahamu ya kwamba hakuna mzazi anayependa talaka ndugu yangu. Hao akija kwako kesho, basi jua tu utaendelea kuishi na huyo mwanamke. Sasa utaweza kuvumilia maumivu ya kusalitiwa mpaka lini? Waachana naye tu bila hata kuwashirikisha wazazi. Dula alimtazama rafiki yake kwa macho mekundu, kisha akamwambia kwamba kesho tutajua Mani. Basi Dula alijibu kwa kifupi, huku akionekana kuchanganyikiwa kuliko kawaida. Usiku wa siku hiyo, Dula alikaa nje ya nyumba yake kwa muda mrefu akitafakari kwa kina juu ya hatima ndoa yake. Macho yake yalipotea kwenye giza la usiku, huku sasa mawazo yakiwa kama radi zinazoshtua akili yake. Aliwaza juu ya maisha yao ya ndoa, juu ya mapenzi aliyompatia Zai kwa moyo wake wote. Alimpenda, alimpa heshima, lakini leo alikuwa amegeuka fedheha kubwa sana mbele ya macho ya watu. Mawazo yake alikatishwa na sauti laini iliyojaa unyenyekevu ikiita mume wangu. Dula aligeuza shingo taratibu, akamkuta Zainabu amesimama kando yake. Uso wake ulionyesha huzuni, machozi alikuwa tayari yamemchora mistari usoni. Vipi, unataka nini? Dula alifoka kwa sauti kali. Samani, najua. Hakuweza hata kumaliza sentensi yake, ghafla kofi zito likatua shavuni mwake na kumfanya apige kelele za kilio. Zai alitetemeka huku sasa akishika shavu lake kwa maumivu. Dula alifoka akasema kwamba hivi unadhani msamaha wako unaweza kufuta fedheha hii? Unadhani unaweza kunifanya nione kama ni hakuna kilichotokea? Dula alifoka akimrushia gazeti lililokuwa na kichwa kikuu cha habari kilichoandikwa ya kwamba hii ndio hoteli aliuliwa mke wa Dula. Zai aliliokota gazeti lile kwa mikono huku akitetemeka. Akaliangalia kwa macho yaliyotawaliwa na mshtuko. Picha kubwa ya hoteli ya kifahari ilionekana sambamba na picha yake. Picha ya Dula na mwanaume mwingine aliyefichwa sura kwa kiasi fulani. Hata hivyo, kwa jinsi alivyoonekana alifanana sana na Haji. Sana ananichafua hivi jamani. Mimi sijafanya haya yote. Moyo wangu uko kwako Dula. Ukiniacha mimi nitaishije bila wewe? Wewe ndio ninayekupenda. Mimi siwezi kusaliti Dula. Dula alimsogelea Zai kisha akamtazama kwa macho yaliyowaka hasira. Nisikilize kwa makini. Kila mtu katika hii nchi anajua wewe ni malaya. Unafikiri mimi nitakuelewa kwa maneno matupu tu? Dula alimwambia Zai kwa hasira. Zai alifuta machozi yake kisha akainua uso wake kwa ujasiri akasema kwamba najua nimekosea. Najua nakufanya uonekane mjinga machoni kwa watu, lakini tafadhali naomba uchunguze kwa makini hili swala. Tafuta ukweli, utajua kila kitu. Mimi sijakusaliti mume wangu. Dunia yangu ya upendo umejaa wewe peke yako. Kama kuna daftari la majina ya watu ninaowapenda, basi jina lako ndo la kwanza kuandikwa. Nakupenda sana Dula. Zainabu alimaliza kuzungumza maneno hayo kisha akapiga hatua chache nyuma na kugeuka taratibu kuelekea ndani. Alimwacha mume wake amesimama gizani, moyo wake ukiwa na machafuko sana. Asa siku iliyofuata, jua lilikuwa limezama na giza lilianza kutanda katika uso wa dunia. Ilikuwa yapata majira ya saa 12 na dakika 45 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ni ndani ya chumba kimoja cha kifahari kilichojaa mwanga hafifu wa taa za dhahabu. Haji alikuwa ameketi katikati ya meza kubwa ya mviringo huku sasa akizungukwa na waandishi wa habari 7. Uso wake ulijawa na msisitizo, mikono yake ikicheza hewani alipokuwa akizungumza kwa sauti ya mamlaka. Mimi najua kila mmoja wenu hapa ana kituo chake cha habari mtandaoni. Ninachotaka ni kuhakikisha kuwa hii taarifa inasambaa kila kona. Dula anatapakaa kila mahali kwa sikindo chafu, na nataka habari iwe kubwa zaidi, sawa? Waandishi walitazamana kwa wasiwasi. Mmoja wao, kijana aliyevalia koti jeupe lenye nembo ya kituo cha habari cha mtandaoni, alisita kidogo kisha akauliza kwamba lakini tutahitaji pia upande wa pili wa hadithi ili kubalance story. Hatutaweza kurusha hii habari bila kumhoji kwanza Dula.
Nadhani unajua madhara yake kiongozi. Haji alitabasamu kwa dharau. Alijiegemeza kwenye kiti akasema kwamba nyie mnahitaji pesa ama mtaki? Haji aliuliza kwa sauti tulivu tu na yenye msisitizo. Haji alijibiwa kwamba hakuna anayekataa pesa kiongozi, lakini kutangaza habari inayohusu maisha binafsi ya mtu bila uthibitisho wa kutosha ni kuhatarisha taaluma yetu. Vipi kama Dula akitushtaki kwa kumchafua? Swali hilo lilimfanya Haji ainuke taratibu na kuanza kutazama moja baada ya mwingine. Hivi nyie, nimefanya kazi kwa zaidi ya miaka 10. Najua kanuni za uandishi wa habari. Na najua namna hii dunia inavyofanya kazi. Kila siku habari za namna hizi zinapigwa hewani. Na hakuna anayekamatwa. Uzuri ni kwamba huyu mwanamke anakiri kuwa amezaa na Dula na hata mtoto bado yupo hai. Hii ni story kubwa na nataka muiwasilishe hivyo. Nawaambia kazi yenu ni kurusha habari tu, sio kumlinda Dula. Kulikuwa na kimya kizito huku sasa kila mmoja akitafakari. Hatimaye mmoja kati yao akajibu kwa sauti ndogo akasema kwamba tupo tayari kufanya kazi bosi. Haji alitabasamu kwa ushindi, akasogea mbele zaidi, akapiga kofi mezani kwa msisitizo akasema kwamba lakini msisahau, sitaki tu habari irushwe, nataka nchi nzima ichemke. Dula anatakiwa kuonekana hana thamani tena, na ikiwezekana Zainabu aondoke kabisa katika maisha yake. Mtoto mzuri kama yule hawezi kubaki kwa muuni tu mwimba singeli. Yule twiga anahitaji kuwa mikononi mwa madoni kama sisi. Mimi ndo buga wa namkali wezi kazi. Haji aliongea kwa kujigamba huku sasa akijipiga kifuani. Waandishi walitazamana kisha wakatikisa vichwa kwa kukubaliana. Kikao kikafungwa kwa steli hiyo. Basi baada ya kikao kumalizika, Haji alimvuta mmoja wa waandishi pembeni. Huyu anaitwa Kerry. Ni mrembo mwenye uzoefu mkubwa sana katika uandishi wa habari nchini. Waliingia kwenye gari lake jeupe lenye vioo vya giza, akamkaribisha kwa ishara ya mkono. Haji akasema kwamba sitaki Rushaina ajue lolote kuhusu hili. Haji alisema kwa sauti ya chini. Kerry alitabasamu kisha akajibu kwamba usijali, nitahakikisha anakaa gizani. Haji alimtazama Kerry kwa jicho la ujanja kisha akamwambia kwamba najua wewe ni mwanamke na nina hakika unaelewa ninachokifanya, si ndio? Kerry akajibu yes, naelewa, lakini hii kazi ni hatari sana tukigundulika. Haji akasema kwamba usiofu Kerry. Hakuna kitu cha hatari kwa buga bwana. Mimi nina kazi moja ya ziada kwako. Kerry akauliza ipi tena? Haji akasema tumekubaliana habari itoke wiki ijayo, lakini nataka umtafute Dula kimya tu. Mpe ofa ya kununua ukimya wake kwa milioni 10. Mwambie kuna mwanamke uliyezaa naye ambaye tumemhoji na tunataka kuirusha habari yake. Ili tusirushe basi atoe hiyo milioni 10. Hiyo pesa akitoa tunagawana na pia habari tutairusha kama ilivyopangwa. Baada ya maneno hayo kutoka kwa Haji, Kerry alifungua macho kwa mshangao akasema kwamba kwa hiyo tumdanganye. Haji alitabasamu kwa dharau huku sasa akiweka vizuri tai shingoni. Haji akasema kwamba sikiliza Kerry, mimi nataka pesa, lakini zaidi ya yote namtaka Zainabu kwa namna yoyote ile. Kerry akasema bosi, mbaya hii bosi. Kerry alimjibu Haji huku sasa akitikisa kichwa. Haji akamtazama Kerry kwa macho makali. Haji akasema kwamba kwa hiyo utashindwa au nataka mke wangu ajue kuhusu issue? Kerry akasema no, sijamaanisha hivyo. Haji akasema safi sana. Sasa fanya kazi yako, mtafute Dula na uhakikishe anaona video ya huyo mwanamke. Akikupa hiyo pesa, ujue tumeshinda mara mbili. Kerry akasema sawa, kuna shida. Basi baada ya mazungumzo hayo, Kerry alishuka kwenye gari, akachukua simu yake na kutazama namba ya Dula. Mchezo ulikuwa umeanza. Haji aliwasha gari lake, akatabasamu huku sasa akiondoka taratibu. Alikuwa na uhakika kwamba mpango wake ungefanikiwa. Basi ulikuwa ni usiku tulivu sana. Ilikuwa ni majira ya saa 10 usiku. Ndege pamoja na viumbe wengine wakiwa bado wamelala. Kwenye nyumba ya Zainabu, sauti ya Qur'ani ilisikika kwa upole ikipenya mithili ya tone la mvua katika mchanga mkavu. Mtoto wa kike alikuwa sebleni, amepiga magoti juu ya zulia lake la maombi. Midomo yake ilikuwa ikitingishika taratibu akisoma sura ya Qur'ani kwa unyenyekevu. Basi Dula akatogeza mlangoni, akasimama katika korido akimtazama mke wake kwa macho yaliyojaa mshangao na ghadhabu. Hali hii ilikuwa nyingine kwake. Mke wake aliyemtuhumu kwa usaliti sasa amegeuka mcha Mungu wa ghafla. Kicheko cha dharau kilimtoka taratibu kabla hajapaza sauti kwa hasira. Kwa hiyo, kuswali ndiko kutakufanya usionekane na aibu huko nje, si ndio?
Au nadhani kwamba ni Mungu anapokea swala za uadhinifu? Alitamka hivyo kwa ukali, sauti yake ilipasua utulivu wa usiku. Zainabu hakujibu. Hakutaka kugombana na mume wake, hakutaka kupunguza thamani ya ibada yake kwa maneno yasiyo na tija. Alibaki kwenye sijida yake akibubujikwa na machozi yasiyo na sauti. Ukimya wake ulimchochea Dula zaidi. Akapiga hatua mbele, akainama na kumvuta kwa nguvu. Dula akasema kwamba anazungumza na wewe, usijifanye hujanisikia. Haji nani kwako Zainabu? Uniambie ukweli tu sasa hivi. Zai aliinua kichwa chake taratibu, uso wake ukiwa na alama ya uvumilivu. Kwa sauti ya upole tu yenye msisitizo alijibu kwamba nisamehe mume wangu, naomba nizungumze na Mungu kwanza. Dula akacheka kwa dharau. Asa, kama unataka kuzungumza na Mungu wako, nenda kafanye hivyo msituni au nyumbani kwenu. Usiku unajifanya mtakatifu, alafu mchana unakuwa mzinifu tu. Hivi mbona huna aibu wewe? Zainabu aliinamisha kichwa, moyo wake ulikuwa unagonga mbavu kwa uchungu. Alitamani kueleza ukweli, lakini alijua hakuna chochote kingeweza kufuta shutuma ambazo zilishamwagwa kama mafuta kwenye moto. Mnyamaza bwana. Unataka kuongea nini? Kwa hakika haukuwa usiku wa kawaida. Ulikuwa ni usiku wa maamuzi. Kwa moyo mzito, Zai alinuka taratibu, macho yake akiwa yamejaa majonzi yasiyoelezeka. Aliingia chumbani, lakini hata pale alipolala kitandani, alizidi kutikisa midomo yake akitaja jina la Mola wake kwa matumaini kwamba nuru ingekuja baada ya giza hili zito. Hakutaka kumlaumu sana mume wake kwa kile anachomfanyia, kwa kuwa aliona anastahili kufanya vile. Alijua ni hasira tu na wivu ndo vinamwendesha uchizi Dula. Ni mwanaume gani anayeweza kuhimili maumivu ya kugongewa mke wake? Zainabu alizielewa vyema hisia za Dula. Dula alibaki nje akitokwa na machozi kutokana na kumbukumbu za matukio yaliyosambaa huko mitandaoni. Kikao ndicho kilichokuwa kinaendelea. Familia mbili zilikuwa zimekusanyika kwa ajili ya kujadili kile ambacho kinaendelea katika ndoa ya Dula na Zainabu. Upande wa Dula kulikuwa na wawakilishi wawili ambao ni baba yake, kulikuwa kuna mzee Makabi pamoja na mama yake Bi Zahara. Upande wa Zainabu kulikuwa na mama yake Bi Somoe pamoja na kaka yake Karimu. Basi Zainabu alimtazama mume wake kwanza, chozi likamdondoka. Akasema kwamba sijui kwa nini mume wangu amekuwa mtu anayesikiliza sana maneno ya nje, sielewi yani. Basi Bi Zahara akiwa na uchungu akasema kwamba anachukia hii tabia. Hili swala tulishalimaliza. Dula akajibu, mama, brandi yangu inashuka ujue. Bi Zahara akasema, brandi ndio nini katika ndoa? Hakuna kitu kinachoitwa brandi pale mnapoamua kuunganisha hisia zenu. Dula akasema, sioni sababu ya mimi kuendelea na hii ndoa. Kama vipi tuachane tu, nahitaji kujiimarisha zaidi na si kushuka kila siku kwa sababu ya kuwa na mwanamke mjinga kama Zainabu. Sasa mzee Makabi akasema kwamba hilo sio suluhisho Abdalla. Kama watu wangekuwa wanaachana kirahisi hivyo, basi mimi na mama yako tusingekuwa kwenye ndoa mpaka kufikia umri huu. Kwa hiyo hapo cha kufanya ni kutuliza akili na utafakari kwa kina kuhusiana na hili swala. Huenda ni uzushi tu wa watu. Bi Zahara akasema, yani hata sijui umerithi akili za nani. Yani unaongea kabisa kuwa unataka kumwacha mke wako? Kila siku nakwambia mwanangu, acha kuhusisha ndoa yako na habari za mitandao. Ila umekuwa ni mbishi. Dula akasema, issue sio mtandao mama. Issue ni tabia za Zainabu. Hivi nani anaweza kukaa na mwanamke wa aina hii? Mwanamke malaya, mwanamke ambaye anageuza sehemu yake ya kazi kuwa eneo la kupatia mabwana. Mbona mimi sigeuzi mziki wangu kuwa sehemu ya kupatia wanawake? Kwani mimi siwezi kufanya hivyo? Bi Zahara akasema kwamba huyu ni mke wako, sio malaya. Hebu naomba mpatie heshima yake. Dula akasema kwamba huyo tu malaya bwana. Mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Huyo ni malaya tu aliyejificha katika kivuli cha mke, wala ana lolote. Basi mzee Makabi akasema, Dula, tambua kwamba wewe sasa ni mtu unayewindwa na watu wengi. Je, hauwezi labda huo ni mtego tu ili umwache mke wako na olewe na mtu mwingine huko nje? Ni vyema ukafikiria mwanangu. Msikilizaji, kikao kilikuwa ni kirefu sana na kikatoa majibu kwamba huenda kuna mtu yupo nyuma ya lile jambo. Sasa mzee Makabi akasema kwamba haiwezekani taarifa ziwe mbili tofauti. Moja ilisema kuwa Zainabu anajiona mkubwa kuliko kampuni. Je, hii ya pili inayodai kuwa alikuwa malaya na mlevi ni ya kweli? Basi Zainabu kwa kiapa akasema, wallahi sijawahi kugusa wala kunusa pombe hata mara moja.
lakini pia mimi sijawahi kwenda wala kufuata location na mwanaume yote ule. Dula akasema, we kelele, malaya mkubwa wewe. Nani atakusikiliza hapo nadhani? Kauli hiyo ilimuumiza sana Zai, ambaye alidondosha machozi tu ya uchungu. Dula akasema kwamba mama, mimi namwacha huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni jau sana. Bizara akasema hapana, mimi sikubaliani na hilo. Dula akasema mama, binafsi mimi siwezi kuwa na mwanamke ambaye ananipa aibu. Siwezi mama. Bizara akasema wewe, sitaki kuamini hili mwanangu. Kumwacha Zainabu si suluhisho la kupata mke unayemuita mwema. Sisi tumekaa muda mrefu kwa sababu tuliziba masikio yetu. Ngoja nikwambie kitu ambacho labda ukijui mwanangu. Ukitaka kufika mbali katika maisha haya, basi jifunze namna ya kujizuia kusikia yale ambayo ukiyasikia atakuumiza. Dunia yenu imekumbwa sana na teknolojia. Kila kitu mnataka tu kukiweka mtandaoni. Umetoka out, umeposti. Umepika, umeposti. Kitu ambacho sio sahihi. Kuweka mambo ya ndoa nje ni sana kualika watu wa kushauri. Wakikushauri unadhani utafanyaje? Hapo ndipo unaharibu ndoa yako. Hata kama mtu akikwambia mmependezana, usikubali bwana, ni uongo. Zingatia zaidi mapenzi anayokuonyesha mke wako akiwa hapa kuliko yale unayoyasoma mtandaoni. Basi Zainabu kwa akilia akasema kwamba wazazi wangu, mimi sijawahi kumsaliti mume wangu hata kwa bahati mbaya. Japo yeye ananiita malaya, huenda mimi ni malaya kweli kwa kulala na yeye kila siku, ila sio mtu mwingine. Kikweli kabisa mimi nampenda sana mume wangu na yeye anajua hilo. Basi awamu hii maneno ya Zai yalimgusa Dula kwa kiasi fulani, maana yalimfanya akumbuke nyakati za nyuma walizopitia pamoja. Mwanaume akaanza kujiuliza, inawezekana vipi Zai amsaliti? Mbona kama kuna haja ya kuchunguza? Basi Dula alijiwazia kwenye mahakama ya kichwa chake. Sasa upande wa pili wa shilingi, mzinga wa nyuki wa chuki ulilipuka katika himaya ya Haji. Kila kona kulijaa roho mbaya na fitna zilizotanda mithili ya moshi mzito usiotaka kutawanyika. Jioni ilipofika, Haji alimtafuta Keri na kukaa naye kwa utulivu wa tahadhari. Alimwangalia kwa macho yenye tafakari nzito, kisha akamuuliza kwamba umefikia wapi na sakata lako. Keri alijipapasa mifuko ya koti lake, akavuta pumzi na kujibu kwa sauti ya kutokujali kwamba si Dula wala Zainabu anayekubali kufanya mahojiano. Haji alishtuka akasema kwamba umesemaje? Haji aliuliza kwa mshangao. Keri akasema kwamba ya ndio hivyo, hasa Dula ndo hataki kabisa, na kwa kuwa nina habari zake, acha tu nizirushe tu, maana anaonekana kutokujali hata kidogo. Basi maneno hayo alimchanganya Haji, akajikuta akishusha pumzi ndefu akijaribu kutuliza wazo lililomtatiza. Kichwani mwake alihisi kuwa huo ulikuwa muda mwafaka wa kumchafua Dula na kumvunja nguvu mbele ya Zainabu. Basi Haji akasema kwamba hakuna shida. Alisema kwa sauti tulivu tu yenye mizani ya hila. Haji akasema kwamba rusha hizo habari tu. Haji alimruhusu Keri kurusha mitandaoni zile habari. Hatimaye kashfa mpya kumhusu msanii Dula zikasambaa kwa kasi mitandaoni na kwenye vyombo vya habari. Msikilizaji, kashfa hiyo ilitokana na video ya mwanamke mmoja aliyedai kuzaa mtoto na Dula. Haji alidhani mpango huo utamaliza Dula, lakini haikuwa hivyo, kwani ilimgeukia yeye mwenyewe kama jinamizi. Mwanamke huyo alipatikana na hatia kusambaza taarifa za uongo. Hivyo Haji alifunguliwa kesi kwa kosa la kutengeneza kashfa mbaya kwa mwenzake. Inaitwaga law of defamation. Mashtaka yalikuwa mawili mazito. Moja kwa kutumia maandishi kupitia waandishi wa habari na jingine kwa kauli zake mwenyewe ambazo zilirekodiwa. Haji alijaribu kuficha hofu yake, lakini ndani ya nafsi yake alijua kabisa mzigo wa kesi hiyo ulikuwa ni mkubwa sana kwake. Alihitaji kukaa chini na Dula ili waamalize juu, lakini Dula hakuwa tayari kumaliza jambo hilo kiundugu wala kiushikaji. Dula alimwambia Haji kwa msisitizo kwamba nipo na ushahidi wote bro, tukutane mahakamani. Haji alilalamika akasema kwamba Dula, nimekosa mimi, nisamehe basi, sikupaswa kufanya hivyo. Haji alimlilia Dula kwa unyonge, lakini Dula hakushawishika hata kidogo. Dula akasema kwamba usinichukulie poa Haji. Unajua ni kiasi gani nimeumia kwa ujinga wako? Unaweza kulipa gharama zote za uharibifu? Ulishindwa kunifuata na kuzungumza na mimi badala ya kunipaka matope? Una cha kunilipa Haji. Basi Haji alijikuta katika shimo la upweke na majuto. Kila kitu alichokipanga kilikuwa kinamgeukia. Katika hali ya kuchanganyikiwa, alimpigia simu rafiki yake wa karibu anaitwa Ali. Haji akasema kwamba oya, mambo yanaenda ndivyo sivyo ese.
hatukupanga hivi Ali. Haji alisema hivyo kwa sauti ya huzuni, licha ya kuwa mahali pa utulivu mwili wake ulikuwa umejaa jasho. Sasa Ali akauliza kwamba kwani mahakamani wanasemaje? Haji alijibu ya kwamba kesi ni kubwa sana kuliko nilivyodhani, Dula na ushahidi wote. Ali akasema kwamba basi jitenge na hilo jambo kaka. Haji akasema ya kwamba tatizo ni kwamba mahakamani, yaani mahakama itataka kujua nani alimshawishi yule mwanamke kusema uongo. Akinitaja tu sijui itakwaje. Basi Ali alikaa kimya kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya upole tu ila yenye tahadhari, akasema kwamba basi tumtafute mwanamke ajitokeze na kusema mtoto sio wa Dula. Haji akasema kwamba lakini kesi iko mahakamani Ali. Ali akasema kwamba hata kama ipo bado tunaweza kucheza michezo yetu bwana. Sasa Haji alikata simu, akazama katika lindi la mawazo. Alipoingia ndani alimkuta mke wake ambaye ni Rushaina akiwa amekaa kitandani akimwangalia kwa macho makali. Rushaina alisema kwamba inasemekana mwanamke amekutaja. Rushaina alisema hivyo bila hata kumwangalia usoni. Haji alidua. Haji akasema kwamba ni anitaje mimi ni kwa lipi? Rushaina alikunja uso akasema kwamba Haji, una haja ya kunificha, najua kila kitu. Haji alimeza mate akasema mke wangu, yaani nikufiche ili ninufaike na nini? Rushaina akasema hujanijibu swali la msingi. Unafanya yote kwa sababu unamtaka mke wa Dula ama umechoka kuishi na mimi si ndio? Haji alinyamaza tu, kijasho kilimtoka, moyo wake ulianza kupiga haraka. Alijua hawezi kushinda mjadala huo, hivyo akatafuta njia kutoroka, akajifanya simu yake inaita. Akaitega sikioni kisha akasema kwamba I'm coming. Alitoka chumbani haraka akimwacha Rushaina akiwa sasa amemtazama kwa macho aliyojaa maswali yasiyo na majibu. Alitoka nje hadi katika gari yake kisha akaingia ndani yake. Akiwa anajiandaa kutoka, ghafla simu yake ikaita. Yaani iliita kweli kweli na sio kugushi kama mwanzo. Alitoa na kuitazama, aliona namba ya Lea. Alipokea kisha akatega sikioni. I say, hivi Kerry haukumlipa pesa yake? Mimi nimemlipa ila sijui ananitafuta nini Kerry, Sijui kabisa maana pesa yake nilimpatia tena kwa wakati. I say ni mbaya sana kwako Haji. Maana inaweza kukuharibia endapo uongozi wa timu unaofanyia kazi ikijua hili, mwambie basi afute haraka sana. Yaani sasa nimemtafuta kwenye simu, hapatikani. Haji, do anything to make sure that Kerry anafuta hizo video. Itakuharibia sana unajua. Yeah, of course inaniharibia Lea. Wait. Haji alimsubirisha Lea na ukata simu. Mikono yake ilichezea simu kwa haraka na kuingia mitandaoni. Hakuamini kile ambacho alikiona. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakisikia. Ilikuwa ni video ndefu yenye dakika kama 10 ikiambatanishwa na picha yake pamoja na sauti ya mazungumzo yao baina yake na Kerry. Mazungumzo haya yalihusu kumdhalilisha Dula. Alikumbuka ni lini walikuwa wanazungumza. Kumbukumbu ilimjia ni ile siku ya kikao cha siri na waandishi wa habari. Haji alijikuta akitoa tusi hilo huku akitazama simu yake kwa hasira sana. Kila kitu alichokipanga kilikuwa kimeenda tofauti na akili yake haikupokea wazo jipya. Mke wake ambaye ni Rushaina, ambaye alikuwa mlangoni akimtazama, alipiga hatua hadi katika gari. Alisimama nje na kumuuliza kwamba hivi unanichukuliaje Haji? Rushaina alionekana kuwa na macho mekundu aliyochoka kulia. Ongea yake tu iliambatana na ukali. Sasa Haji alitambua mke wake ana hasira. Alijibu kwa upole tu akasema kwamba lakini huu sio mimi. Rushaina akasema sio wewe. Haji akasema mimi siwezi kufanya ujinga kama huu. Ikiwa najua kabisa kwamba nina mwanamke wangu na ninakupenda sana kuliko kitu chochote. Rushaina akasema so huyu ni nani? Kwa hiyo hata hii sauti ninayosikia sio yako? Haji akasema mwanamke mwenyewe atasema ni nani ndio alimtumia lakini sio mimi. Sio mimi kabisa ni. Haji alizidi kujitetea kwa mke wake, akiamini kuwa ingemweka sehemu salama, lakini haikuwa hivyo. Mambo kwake yalikuwa ndivyo sivyo, kwani hata taasisi aliyokuwa akifanyia kazi ilipata taarifa zake. Siku iliyofuata, Haji aliandikiwa barua ya kusimamishwa kazi na taasisi yake ya klabu ya mpira ili kupisha uchunguzi juu ya kile kinachoendelea. Kwa kuwa sasa taasisi anayofanyia kazi ni kubwa, basi ilimtaka kutangaza kuwa amejiudhuru ili kulinda hadhi ya taasisi.
Taarifa ilisomeka ya kwamba uongozi umeamua kukusimamisha mpaka pale tutakapojiridhisha na uchunguzi wetu. Kuanzia kesho, pisha kiti chako ili mtu mwingine akae hapo. Pia uongozi unakutaka kutangazia umma kuwa umejiuzuru katika nafasi hii ya usemaji wa klabu yetu. Kushindwa kufanya hivyo, basi sisi tutafanya. Hatutaki tufikie katika hatua mbaya kwa sababu nje ya uongozi sisi ni binadamu. Basi bwana, hatimaye Haji alisimamishwa kazi kwenye klabu ya mpira aliyokuwa anafanya kazi. Taarifa hii ilienda kufukua makaburi yote ya Haji. Wabaya wake waliokuwa wakisubiri nafasi ya yeye kukosea ili wamseme, waliona wamepata nafasi. Walimshambulia haswa. Watu waliokuwa wanampenda Haji walianza kumuona mshenzi, mjinga na mtu ambaye si muungwana. Yaani kila posti aliyoipandisha katika mitandao ya kijamii aliitwa mchawi, mwenye roho mbaya, mnafiki na mwenye tamaa. Lakini pia wapo waliochagua kusimama upande wa Haji kwa kuona hakuhusika katika lolote, bali ni Kerry na Dula ndio waliamua kumchafua. Basi wiki 3 zilipita huku Haji akiwa amebaki tu kutangaza bidhaa za tajiri mmoja hivi ambaye alimpa ubalozi. Kesi yake mahakamani ilirindima huku yule mwanamke akiweka bayana kuwa nini kilisababisha hadi yeye kudanganya kwamba amezaa na Dula. Sasa mbele ya mahakama, mwanamke aliyeitwa Natalia John alisema ya kwamba nilitumwa na Haji kufanya yale yote. Ukweli ni kwamba mimi ni mama na nina mpenzi wangu kabisa, lakini Haji aliniita na kunikalisha chini akaniahidi kiasi cha pesa ambacho ningefanikisha kukipata. Basi msikilizaji, maneno hayo yalitosha kumtia hatiani Haji. Mbele ya mahakama tukufu, Haji alitakiwa kulipa faini kwa kumchafua Abdalla kiasi cha shilingi milioni 10. Kitendo hicho kilimchukiza sana Rushaina na kumuondoa katika nyumba ya Haji. Rushaina yeye aliondoka mazima na hakurudi nyuma baada ya kudai talaka yake. Hicho ilikuwa hivi, Rushaina alilia sana usiku kucha. Alikosa usingizi baada ya kuona mume wake anafanya mambo ya kijinga. Alikosa furaha na amani ndani ya ndoa yake. Rushaina alisema ya kwamba nilitegemea kwamba katika maisha yangu nimepata mwanaume mwenye stara na hata mwenye hofu ya Mungu. Nilitegemea kwamba Mungu amenipatia mwanaume aliyejawa na upendo wa dhati kwangu na sio mwanaume mwenye kutamani wanawake wa wanaume wenzake. Nimeumia sana kwa hili. Naomba tu talaka yangu Haji. Basi Haji alisema kwamba Ruhu, unaniacha? Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Yupi ambaye atanipenda kama wewe unavyonipenda? Mimi ni binadamu, tukukosea ni kawaida. Rushaina akasema, bwana, sitaki kusikia lolote. Ninachotaka ni kuondoka, nipe talaka yangu. Haji akasema kwamba lakini mke wangu, kumbuka ndoa haijatimiza hata mwaka. Tunaachana vipi sasa? Rushaina akasema, sikiliza Haji, mimi sio mzoefu wa maumivu na wala sija lazimisha kuyazoea kwa sababu maumivu yanakuondesha sana, hasa maumivu ya ndoa. Kwa hiyo sitaki kujua ndoa ina siku ngapi ama mwezi, ila ninachotaka ni talaka yangu. Ungejua hilo nadhani usingefanya ujinga wako. Rushaina alisisitiza, akadai talaka kwa fujo. Nguvu ya ziada ilitumiwa na Haji ili kumbakisha Rushaina, lakini ilishindikana. Rushaina alionekana kuchoshwa na madhira aliyokuwa anapitia ndani ya ndoa yake na Haji. Wazo la kuandika talaka likatawala kichwani kwa Haji. Mnamo majira ya saa 9:30 usiku, Haji aliandika talaka huku chozi likimdondoka. Ingawaje alitaka kumsaliti Rushaina, lakini hii haikuwa na maana kwamba hakumpenda. Mapenzi yake kwa mwanamke huyu yalikuwa ni makubwa sana. Angefanyaje ikiwa tayari kila kitu kiko wazi? Amemwaga maji jangwani, yamekauka hata kabla hajameza mate. Amebainika kuwa alimfanyia figisu Dula ili ampate Zai. Ndoa yao ilivunjika rasmi kwa kuandika talaka akiwa na akili timamu. Siku iliyofuata, Rushaina aliamua kutimkia Dubai kwa ajili ya kuweka kichwa chake sawa, huku Haji akibaki nchini akifikiria nini cha kufanya. Sasa kuondoka kwa Rushaina kulimfanya Haji kuchanganyikiwa. Akili ya mtu mzima ilikosa utulivu. Nafsi ilisonona, ikawa nyonge kila siku. Uso wake ukakauka, hata alipopaka mafuta alijiona bado na sura ngumu. Hakuwa tena na tabasamu katika uso wake. Mawazo alimsonga. Ilipelekea siku moja kudondoka wakati akifanya interview na waandishi wa habari alipohojiwa kama ana uhakika Rushaina kurudi tena katika mikono yake. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo matumaini ya kumpata Rushaina yalizidi kupotea. Nyumba aliona kubwa. Alichokifanya ni kumtumia message za vitisho Rushaina, akimwambia kwamba hakuna mwanaume atakaye kuoa
maana kila mmoja anajua kwamba wewe hauwezi kutulia katika ndoa. Wewe ni mzuri na mrembo, lakini uache kudanga. Alafu mwambie huyo anayekulisha Dubai nisimkamate. Namjua vizuri sana. Kwa hiyo akiingia kwenye 18 za Bugatti, kazi anayo. Fanya urudi kwangu, vinginevyo utaishi maisha magumu sana, na lazima urudi kwenu kijijini ukiwa umepauka. Kumbuka mimi ndo nimekufanya uwe star hapa nchini. Hizo ni baadhi ya meseji za maandishi na sauti alizotuma Haji kwenda kwa Rushaina. Meseji hizo zilimfanya Rushaina kuanika ubuyu mtandaoni. Aliposti sauti ya Haji akilalamika kumuumiza pamoja na meseji zake za vitisho. Mji ukachachanuka ise. Wenye bando walikesha kwenye peji za udaku wa kila ubuyu wa kutosha, na 4 zilikunjwa katika kila nyumba iliyojaa wambea wakisoma na kusikiliza maneno ya Haji. So baada ya kuwa single kwa zaidi ya miezi 4, hatimaye alienda kwa Lea. Jioni hii walikuwa na kikao, walijadili jambo. Sasa Haji alimwambia Lea kwamba bado akili yangu inamwaza sana Zai. Lea akasema ya kwamba bado nampenda. Haji akasema sana tu. Nimekuja kwako nihitaji msaada. Na kuomba umrudishe Zainabu katika series, lakini ikiwezekana nami niwe mwanaume wake katika hiyo series. Lea alisema ya kwamba Haji, kumbuka hii ni fani na ni kazi pia, kwa hiyo usichukulie simple tu. Tangu lini ukaigiza? Haji akasema ya kwamba mimi nafahamu namna script inavyotakiwa, kwa hiyo nitaifuata hiyo. Lea alicheka akasema ya kwamba ila mapenzi bwana. Yaani Haji wewe mwigizaji seriously? Haji akasema bado hujanielewa bwana. Mimi ninachotaka ni kwamba mimi na Zai tuwe karibu ili nipate muda wa kumshawishi kuwa wangu. Lea akasema ni kazi ngumu buga. Haji akasema najua, ila naomba bwana unisaidie. Lea akasema sawa, acha tuone kama atakubali. Haji akasema lakini usimwambie kama mimi nitakuwepo, nataka tu yani ashtukie mbeleni kabisa. Lea akasema sawa, usijali. Basi Haji aliondoka nyumbani kwa Lea huku akiwa na matumaini yote juu ya kile alichokipanga. Wakati anaondoka tu, mama Lea naye akawa anaingia kutoka kazini kwake. Alipishana na Haji, alimfahamu ni nani, hivyo hakusita kumuuliza binti yake. Alimuuliza kwamba huyu anafuata nini. Lea alimsogelea mama yake kisha akamshika bega na kumwambia kwamba mama, siwezi kumpata Dula ikiwa ndoa yake haijavunjika. Haji anamtaka Zainabu, nami namtaka Dula. Sasa mama akauliza kwamba kwa hiyo bado una wazo la kumchukua mume wa mtu sio? Lea akajibu ya kwamba hilo ni jibu mama. Siwezi kukatia tamaa hisia zangu kamwe. Kiu yangu ni kuwa na Dula na nampenda sana. Mama akasema kwamba kwa hiyo unahisi ni rahisi kuhamisha upendo ulionao kwa mke wake? Lea akajibu ya kwamba hapana, sio rahisi, lakini nitahakikisha nampata Dula kwa gharama yote ile. Sasa upande wa Dubai ilikuwa apata majira ya saa 4 asubuhi ndani ya jiji la kifahari la Dubai. Katika kona tulivu ya seble yenye mandhari maridadi, Rushaina alikuwa amekaa na dada yake ambaye anaitwa Raina. Kulikuwa na kikao kidogo kilichowakutanisha ndugu hao wawili. Na kikao hiki kilikuwa na umuhimu wake. Raina ndiye aliyemleta dada yake mjini humo ili kupata utulivu wa moyo baada ya misukosuko ya maisha ndoa. Lakini hata katika jiji lenye mwangaza wa dhahabu, kivuli cha Haji hakikuacha kumfuata Rushaina. Sasa Raina alimuuliza dada yake ya kwamba mbona sijawahi kukusikia ukimsema Haji vibaya kama yeye anavyokusema. Raina alimuuliza dada yake kwa sauti yenye mchanganyiko wa mshangao na huzuni. Rushaina alishusha pumzi ndefu, macho yake yakitazama dirishani kana kwamba alikuwa anazungumza na upepo. Rushaina akajibu ya kwamba sina la kusema kwa kweli. Alisema hivyo kwa sauti tulivu tu, lakini nyuma ya sauti yake kulikuwa na maumivu yaliyofichika. Rushaina aliendelea kwa kusema ya kwamba mara nyingi anayezungumza vibaya baada ya kuachana ndiye aliyeshindwa kustahimili. Nafikiri ni bora kukaa kimya na kumsamehe tu. Basi Raina alitikisa kichwa kwa hasira kisha akasema kwamba lakini jana Haji amefanya interview na amekusema vibaya sana, anadai kwamba huwezi kubeba mimba. Rushaina alipatwa na mshtuko wa ghafla. Akashika kifua chake kwa hasira iliyompanda kwa kasi. Akasema kwamba unasema nini? Kwa hiyo anadhihaki maumbile yangu? Sauti yake ilipanda, macho yake yakimetameta kwa ghadhabu. Rushaina akasema kwamba hivi Haji ananitafuta nini tena jamani? Raina akasema kwamba mama alitaka kumshtaki lakini nimemzuia. Raina alifichua siri. Rushaina alifumba macho kwa sekunde kadhaa kisha akafungua polepole huku akiema kwa nguvu.
Rushaina akasema kwamba anazidi kunikasirisha ese. Natamani kurudi Tanzania ili nimuonyeshe kwamba huu ni moto mwingine. Raina alimtazama dada yake kwa wasiwasi. Raina akasema kwamba lakini watu wanamuunga mkono, wanasema huenda anachokisema ndio sababu ya ndoa yako ya kwanza kuvunjika. Rushaina alitikisa kichwa kwa dharau akasema kwamba waache ujinga wao. Hivyo anajua Haji ananikosea mara ngapi? Hawajui chochote kuhusu machungu niliyokuwa napitia. Amenikosea mara nyingi sana Haji. Raina alinama kidogo akichezea vidole vyake kisha akasema kwamba kiukweli inaniuma sana ninaposikia watu wakimsifia Haji na kumuita mtu mwema. Basi Rushaina alinyanyua uso wake, macho yake akiwa na mwanga wa uthabiti. Rushaina akasema kwamba mimi sijali wanachosema. Mimi najijua mwenyewe kabisa, niko sawa na sina tatizo lolote la kupata mtoto. Basi Raina alitafakari kwa muda kisha akamuuliza kwa sauti ya upole tu kwamba lakini vipi kama siku moja Haji akirudi na kukuomba mrudiane? Rushaina alicheka kwa dharau na kisha akasema kwamba thubutu yake. Mimi sio kama wale wengine ambao waliomba kurudiana na wakakubali. Hawezi ese. Yaani mimi ni namba chafu haswa, sinaga kawaida ya kurudia matapishi. Kwanza Haji ni mdhalilishaji. Sitomruhusu tena kunivunjia heshima yangu. Raina alimtazama dada yake Rushaina kwa tabasamu. Rushaina ambaye alikuwa amevunjika moyo lakini hakuruhusu maumivu ya mwangamize. Alikuwa ni mwanamke mwenye nguvu na hakuna maneno ya mtu yeyote ambayo yangeweza kumbadilisha. Basi upande wa Dar es Salaam Tanzania, jua lilikuwa ni kali sana huku watu wakionekana wakivujwa na majasho kutokana na ongezeko la joto katika uso wa dunia. Hata hivyo hali ilikuwa ni tofauti kabisa katika ofisi ya Lea. Kiyoyozi kilizunguka taratibu kikisambaza ubaridi kwenye kona zote za chumba. Lea alikuwa amekaa kwenye kiti huku sasa macho yake yakiganda kwenye simu yake aliyoishika mkononi. Kwa muda mrefu sana alikuwa anaitazama picha ya Dula kwa macho matamanio, na kila alipoiangalia tabasamu lilizidi kujipenyeza kwenye uso wake. Alijikuta akifurahia kumtazama mwanamume huyo. Lea alijisemea kwa sauti ya chini ya kwamba anaonekana ananifaa sana. Natamani awe mume wangu hata leo. Lea alijisemea hivyo kwa sasa akiendelea kupekua picha zingine za Dula. Kadri alivyotazama picha za Dula ndivyo alivyokuwa anazidi kumtamani. Kwa hakika Dula hakuwa wa kawaida. Kijana mtanashati anayependeza katika mavazi na viatu, uso wake ulibeba muonekano uliozidi kumvuruga Lea. Midomo yake yenye wekundu wa asili ilimvutia mno, na si Lea peke yake, hata wadada wengi mitandaoni walimsifia na kumtamani. Mwili wa Dula ulijengeka kwa mazoezi na kila alipopiga picha alihakikisha kifua chake kiko wazi, akiwapa mashabiki wake kile walichotaka kuona. Lea alijisemea kwamba nitahakikisha Haji na Zainabu wanakuwa wapenzi ili nami nimpate huyu mwanaume. Kwa gharama yoyote ile lazima nimpate Dula, nampenda sana. Sasa upande wa pili msikilizaji, ndani ya studio za kupiga picha maeneo ya Magomeni Mikumi, Juju alikuwa akifanya photoshoot na wenzake. Ghafla mlango ulifunguliwa na mwanamume mmoja hivi akaingia. Wote waligeuka kumtazama mwanamume huyo. Alikuwa ni Dula ambaye aliingia kwa kujiamini huku sasa akiwa na timu yake. Kama ilivyo kwa wasanii wengine, Dula alikuwa na connection nyingi na wapiga picha wa jiji, na muda huo sasa alikuja kwa kazi yake ya kawaida. Macho ya Juju yalimfuata moja kwa moja Dula na kumtazama kwa mshangao na msisimko wa huba. Juju alijiambia kimoyomoyo kwamba wow, he's so handsome. Alijiambia hivyo huku sasa akizidi kumtazama. Aliona jinsi midomo yake ilivyovutia na macho yake alivyobeba haiba. Hata alipomaliza kuongea na mpiga picha na kutoka nje ya studio, macho ya Juju bado yalikuwa yanamsindikiza. Asa Daila ambaye ni rafiki wa Juju akasema kwamba wewe umempenda nini? Mbona unamtazama sana? Juju akajibu kwamba unajua nimemtazama usoni, yani nimeona na lips nzuri sana. Juju alijibu hivyo kwa sauti ya chini. Daila alicheka kisha akasema kwamba siku zote upo vizuri, mimi mwenyewe nampenda. Juju akasema we, umesemaje? Juju alimuuliza Daila kwa mshangao. Daila akasema kwamba anamaanisha nampenda namna anavyoonekana na namna hata anavyoongea. Ana swaga fulani hivi. Juju akasema ni kweli, yani ni handsome sana na hata style yake ya uongeaji inavutia sana. Juju alikiri, uso wake ukiwa umejaa na tabasamu. Juju mwenyewe hakuwa ni wa kubezwa. Uzuri wake ulikuwa ni wa asili. Sura yake ilibeba haiba ya kipekee. Pua yake iliyochongoka ilimfanya aonekane kama chotara, ingawa alikuwa mzaliwa wa wazazi wa kabila la Kirangi. Macho yake yalikuwa na mvuto wa kipekee sana, yenye uwezo wa kumshawishi mwanaume yote anayemtazama.
Asa Juju aliuliza kwamba vipi, naonekana nimependeza ama? Daila akasema kwamba ya, unavutia. Vipi, mbona umeniuliza? Juju akasema nataka niende nikampe hai. Daila akasema wewe umesahau kama ni mume wa mtu. Juju akasema najua sana, lakini mimi siwezi kupuuza hisia zangu. Angalau hata nataka tu nimtazame usoni. Naye anitazame. Daila akasema huyu anadharau huyo, wewe hujui tu. Juju akasema lakini sio kwangu. Unajua jinsi ninavyoonekana na namna watu wanavyonisifia kwenye comment nini. Kwa hiyo lazima tuadate. Sasa wakiwa wanaendelea kumjadili Dula, ndipo mpiga picha aliyekuwa amezungumza na Dula awali akawapa habari mpya kwamba oya, jamaa anatafuta msichana kwa ajili ya video yake mpya. Basi Juju alishtuka akasema, "Wewe unasema kweli?" Juju alihoji kwa mshtuko akiwa kama haamini kile alichokisikia. Mpiga picha alimtazama kisha akasema kwamba kama upo tayari unaweza ukapata nafasi Juju. Ngoja nikupe namba yake. Juju akasema nipo tayari hata sasa hivi, naomba tu namba tafadhali. Juju alijibu hivyo kwa papara huku sasa akiwa na furaha isiyokuwa na kikomo. Namba ya Dula ikatolewa. Juju akaiandika kwenye simu yake na kuisave kwa haraka. Kuanzia hapo mawazo yake yakahamia kwa Dula. Kila alichofanya alimfikiria Dula. Hata usiku akiwa chumbani kwake alijikuta akifanya mazoezi juu ya namna ya kuzungumza na Dula kwa mara ya kwanza. Aliweka simu yake pembeni kisha akaanza kujirekodi akijaribu mazungumzo ya kufikirika. Alikuwa anajisemea kwamba hi Dula, yes, it's me Juju. Oh, Juju. Yeah, najua unijui lakini Silent alinipa namba yako, alisema unatafuta video vixen. Yes, ni kweli lakini nimeshampata tayari. I mean hata supporting character tu unaweza ku ila mimi fala mimi. Juju alikuwa anajiongelesha hivyo mwenyewe kwa kumuigiza Dula na sauti yake. Mwisho siku akaishia kujitukana tu. Alijikosoa huku sasa akijitupa kitandani kwa kujiona ni mjinga kwa kila alichokuwa anakifanya. Lakini hata hivyo alijua jambo moja kwamba anampenda Dula kwa dhati. Msikilizaji, kwani Juju ni nani? Juju ni msichana mwenye umri wa miaka 22 tu. Bado alikuwa ni kijana mbichi asiyejua kuhimili hisia za moyo wake. Alizaliwa katika familia ya kitajiri. Baba yake Mr. Lisbon alikuwa ni mmiliki wa kanisa kubwa eneo la Aggrey Kariakoo na pia ni mfanyabiashara mkubwa tu. Pesa kwake haikuwa tatizo, alichoshindwa kununua ni pumzi tu. Mama yake Miss Lisbon alikuwa mama wa nyumbani aliyekuwa akifurahia utajiri wa mume wake. Ingawa maisha yao yalikuwa ni ya kifahari, Juju hakuwa ameridhika. Alitaka umaarufu, hivyo aliacha shule na kuingia kwenye sanaa ya uigizaji. Kazi yake ilianza kung'aa kupitia series maarufu ya Fear the Game iliyoongozwa na director Lea. Lakini japokuwa alikuwa star, bado moyo wake haukupata wa kumiliki. Kwa mara ya kwanza kabisa alijikuta anampenda Dula ingawa hakupata nafasi ya kueleza hisia zake. Ilianza kama mzaa, lakini kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, alihisi kuwa hawezi kufurukuta bila Dula. Alichoka kuhangaika na mawazo peke yake, alihitaji mtu wa kumshirikisha. Mama yake ndo aliona ni mtu sahihi wa kumshirikisha. Usiku wa saa 2 alikaa na mama yake jikoni na kumwambia kila kitu kuhusu hisia zake kwa Dula. Mama akauliza kwamba una uhakika huyo mwanaume atakubali kufanya kazi na wewe? Juju akasema natamani hivyo mama. Mama akasema nadhani rahisi mwanangu. Juju akasema kwa hiyo nifanyeje sasa mama wakati mimi nampenda? Mama akasema haya sawa, jaribu bahati yako. Mama yake alimtia moyo na kumfanya Juju apate nguvu ya kulisaka penzi la Dula kwa gharama yote ile. Juju alikuwa tayari kuingia kwenye vita mapenzi dhidi ya Zainabu ili mradi tu ampate Dula. Basi giza lilikuwa limetanda. Anga likiwa kimya huku upepo mwanana ukivuma kwa mbali. Ndani ya chumba cha wanandoa, mwanga hafifu wa taa ulitawala ukichanganyikana na utulivu wa kimya cha usiku. Zainabu alikuwa akisujudu, akimwelekea Mola wake kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Alizama katika maombi yake akijikita katika kila neno alilolisema kwa Mola wake. Dula alikuwa amekaa mezani. Earphone zilikuwa masikioni mwake, akisikiliza mziki kwa sauti ya chini huku sasa akimtazama mke wake. Alijikuta akimshangaa tu. Mwanamke aliyempenda sasa alikuwa karibu sana na Allah, lakini yeye bado hakuwa na msukumo wa kurudi upande huo. Baada ya kumaliza ibada, Zainabu alisimama na kusogea mezani. Alimpiga mume wake busu la upendo shavuni kisha akasema kwa upole kwamba mume wangu, kwa nini hautaki kuungana na mimi katika swala? Kumbuka mwanaume ni imamu wa familia. Dula alishusha pumzi akasema najua, lakini Zainabu aliketi karibu yake na kushika mkono wake. Ningependa una swali kama mimi. Huko nje maadui ni wengi,
na bila Mungu hatuwezi kufanikiwa. Dula alimwangalia Zainabu kwa macho ya upendo kisha akamwambia kwamba nakupenda sana mke wangu. Nakupenda kwa sababu unanikumbusha vitu muhimu sana. Zainabu alitabasamu tu kisha akajibu kwamba huu ni wajibu wangu kwako kama mke. Kuweza kukukumbusha yale yaliyo mema ni wajibu wangu. Tunamhitaji Mungu kila wakati, lakini zaidi tunamhitaji katika nyakati ngumu. Tafadhali mume wangu, kuwa karibu na Mungu ili mambo yetu yaende sawa. Basi Dula alitabasamu kisha akajibu kwamba usijali, nitafanya hivyo wife. Binti akajibu sawa mume wangu, nakupenda sana. Dula alimkonyeza Zainabu kwa mzaa na kumwambia kwamba bebe, unajua ni mzuri eh? Zainabu alitabasamu tu, macho yake yalikuwa yametameta. Basi Zai akasema kwamba mimi napenda sana lips zako, alafu mbona wadada wengi wanakusifia? Dula alicheka akasema baby bwana, kwa hiyo unaniuliza mimi tena? Zai akasema ya, lazima nikuulize, kwani hawajui kuwa wewe ni mume wa mtu? Dula akasema wanajua, lakini sijui kwa nini bado tu wanasema hivyo. Na wewe je, hujui kwamba hata wewe wanakusifia? Sometimes najiambia nisiangalie comments kwenye posti zako, maana naumia sana nikitazama comment. Zainabu alitikisa kichwa na kucheka akasema hatimaye nimefikiwa. Dula akasema so umefikiwa, lakini ni ukweli bwana. Zai akasema unajua jinsi mimi ninavyokupenda, unajua jinsi ninavyokupenda Dula. Mimi sijawahi kuwaza kama kuna siku nitakucheat. Dula alimtazama Zai kwa macho upendo kisha akamwambia kwamba naomba haya maneno yawe kweli wife. Wewe ndiye mtu pekee unayenipa furaha kwenye hii dunia. Nakupenda sana na unajua hilo. Zainabu alishika mikono ya Dula kwa unyenyekevu kisha akamwambia kwamba moyo wangu ni mdogo sana, hauna nafasi ya kupenda mtu mwingine zaidi yako Dula. Umeletwa kwangu kuwa mume wangu wa mwisho, mwanaume pekee ninayekupenda kwa moyo wangu wote. Sina ninalojua kuhusu wanaume, lakini nakujua wewe. Najua utamu wako, najua uzuri wako, najua sauti yako nzito inayonguruma kama simba pindi unapokuwa kifuani kwangu. Najua kila kitu kuhusu wewe sweetheart. Hata sasa hivi najua moyo wako unazungumza nini juu yangu. Kikweli nakupenda sana Dula. Dula alishusha pumzi ndefu kisha akasema kwamba asante kwa kila kitu mke wangu, lakini pia nisamehe kwa yote yaliyotokea hapo katikati. Haikuwa dhamira yangu kukushambulia kwa maneno mabaya, lakini ni akili ya wivu tu ndio ilikuwa inanisukuma kuzungumza vile. Yote yale ni kwa sababu tu mapenzi tu na si vinginevyo. Kwa hiyo naomba unisamehe sana mke wangu na tusahau yale yote yaliyopita na tuanze upya. Maneno ya Dula yalimfanya Zainabu adondoshe maneno ya furaha baada ya kuona Mwenyezi Mungu amejibu maombi yake kwa kurejesha amani katika ndoa yake. Zainabu alifuta machozi kisha akaongea kwa madeko akasema kwamba babangu, unajua wakati ule nilifikiri nimekupoteza kabisa. Naomba usirudie tena tafadhali sana baba. Kama ukirudia tena basi mimi hapa utaniua mwenzio. Yaani utaniua baba kwa sababu mimi hapa siwezi kuishi bila wewe. Nakupenda sana Dula na unajua hilo. Dula alimsogelea Zainabu kisha akampiga busu na kumwambia kwamba sasa mimi hapa nitoke kwako niende kwa nani mama? Nakupenda sana Zailisa wangu. Kuna muda tu natamani tu ukae mbali na uigizaji ili uwe mama wa ndani tu ukihudumia familia. Natamani sana huo muda ufike. Basi Zai alitabasamu kisha akajibu kwamba inshallah itakuwa hivyo mume wangu. Lakini pia nakuomba usisikilize maneno ya watu au kutoka na kuja kunihukumu kwa maneno ambayo umeyasikia huko nje. Ni wachache sana wanapenda kutuona tukiwa na furaha. Dula kikweli kabisa mimi hapa nakupenda sana Dula. Dula alimkumbatia Zainabu kwa upendo. Wakati wakiwa kwenye kumbato, ghafla simu ya Zai ilitoa mlio wa ujumbe mfupi. Alipotazama uso wake ulibadilika ghafla. Ujumbe uliandikwa ya kwamba Zainabu, kesho nitakupigia tena, naomba upokee simu tafadhali. Ujumbe huo ulimvuruga kabisa Zainabu. Namba ilikuja bila jina, lakini alimtambua mtu huyo ni nani. Mabadiliko ya ghafla usoni kwa Zainabu hayakupita bila kugundulika. Dula alimtazama kwa umakini kisha akamuuliza ya kwamba kuna nini wife? Zai alishusha pumzi nzito kisha akajibu ya kwamba leo anazidi kunisumbua, yani nachukia na nakosa amani. Vipi kwani amekutafuta? Ya amenitafuta na nataka nirudi tena kwenye series. Kwa nini nakutaka tena? Anadai kwamba sijui apendwi na watu kama mimi, so anataka nirudi kwenye nafasi yangu. Kwa hiyo ataweza kufuta maneno yote aliyokupa kazi na kukuchafua public ama? Yaani hicho ndio kitu ambacho kinachonifanya nisiwe na hamu hata kuzungumza naye. Kila nikikumbuka jinsi alivyonidhalilisha, nakosa hata nguvu ya kufikiria kurudi huko. Kwa hiyo ulimjibu nini sasa? Mimi sijamjibu chochote kwa sababu alinichafua sana. Basi kimya kizito kilitawala chumbani. Dula alimwangalia mke wake kwa jicho la tafakuri. Hakutegemea Lea angekuwa na ujasiri wa kumfuata Zainabu tena.
Baada ya muda, Dula alimuuliza mke wake ya kwamba wewe unaonaje sasa mke wangu? Mimi sina cha kuona, anaacha tu nipambane na maisha yangu, mimi siwezi kurudi tena kwenye kampuni yake. Dula alimtazama tu kwa makini mke wake na kisha akauliza kwamba kwani ameweka kiasi gani cha pesa. Sweetheart, pesa sio kila kitu. Zaidi ya pesa kuna utu na heshima yangu mimi. So sihitaji pesa zake. Kwa hiyo asijisumbue kabisa. Dula alitabasamu kwa furaha kisha akamvuta Zainabu karibu na kumpa busu la upendo kwenye paji la uso wake na kumwambia kwamba unajua nini wife? Nina bahati sana kuwa na wewe Zailisa wangu. Zainabu alitabasamu kisha akajibu ya kwamba hata mimi pia nina bahati sana kuwa na wewe Dula wangu. Kiukweli mimi hapa na Kabla Zai hajamaliza kuzungumza akatulizwa na busu takatifu la mdomoni. Kilichofuatia hapo, msikilizaji, je, Zai ataendelea kushikilia huu msimamo wake ama pesa za Haji zitakuja kuzungumza? Na je, mission ya Lea kumpata Dula atafanikiwa? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji. Mtayarishaji ama watayarishaji wa hii simulizi si wengine bali ni Silent Killer pamoja na Sam Dafu. Nami niliyekusimulia hii simulizi ni Lucas Lumbasi. God with you till we meet again. Bye bye.